Mambo vipi? Naenda kukufundisha njia 3 ambazo zinaweza kukufanya wewe leo hii ukapona maumivu ambayo unayapitia. Labda upo kwenye mahusiano na mtu, unampenda na mahusiano yenu ni ya muda mrefu. Siku hizi unaona kabisa kuna dalili za kuwa huyu mwenzangu kabadilika. Furaha aliyokuwa nayo sio furaha ya kawaida. Yaani hata usipomtafuta basi na yeye hakutafuti. Na hata ukikaa muda mrefu kwa sababu yeye alizingua, labda unajikuta ulikaa kimya. Labda atajiongeza, lakini ndo hivyo. Unaamua tena kumtafuta. Ukimtafuta na kujibu yani kama hakuna shida yoyote iliyotokea. Hata ukimpigia hivi ukianza kusikiliza sauti yake, unaona kabisa kuwa sauti yake haina shida na wewe. Lakini moyo wako unakwambia kabisa huyu anaongea hivi ni kwamba anataka tu niongee haraka ili mradi nikate simu aendelee na mambo yake. Naenda kukufundisha njia 3. Hizi njia zinaweza kwenda kukuponesha taratibu maumivu yako. Fanya leo hii usiku. Na imani kesho ukiamka unaweza kubadilisha tena alama yako. Njia ya kwanza. Kama unajua kabisa unapitia msongo wa mawazo, unapitia manyanyaso ya kihisia, mpenzi wako ameondoka, unaumia, unakosa yani uli kwa raha, yani ukikaa kidogo tu unamwaza yeye. Njia ya kwanza kabisa, hakikisha unaanza kujifunza kulala mapema. Hii ni njia ya kwanza. Kwa watu wa YouTube, naomba gusa hilo neno jeupe lililoandikwa subscribe hapo chini. Kwa watu wa Facebook, naomba gusa hilo neno lililoandikwa follow hapo juu. Kwa watu wa Instagram, naomba gusa hilo neno ambalo limeandikwa follow hapo juu. Kwa watu wa TikTok, gusa hii alama ya jumlisha hapo pembeni. Njia ya kwanza kabisa, hakikisha unajifunza kulala mapema. Unapokuwa unachelewa kulala, yani siku hizi anza kufanya kwanza unalala labda saa 3, kama uwezi sana saa 5, ikukute tayari umelala. Haki ya Mungu naenda kukufundisha ukiweza kufanya hivi, basi utaanza kujiponesha maumivu yako wewe mwenyewe bila kumsumbua mtu, bila kumsumbua huyu ambaye anakuumiza. Anza kulala mapema. Na wakati unalala, hakikisha uangalii picha wala status. Tena kama inawezekana mute status yake. Yani usiruhusu kabisa wakati wa kwenda kulala uone kitu chochote, kwa bora umwaze kidogo alafu upande kitandani ulale. Zima data yako. Sijui kama unanielewa. Zima data. Toa sauti, au kama unaweka sauti, weka sauti yako kwa ajili ya kesho kazini. Eka simu yako pembeni, ila lala mapema. Njia ya pili, hakikisha unaanza kujinunulia nguo mpya. Haki ya Mungu nakwambia, umeona kesho kama una kaela kadogo 20,000 ngapi, kanue hata t-shirt mpya, kanue hata boxer mpya, kanue hata chupi mpya. Yani kanue kitu chochote ambacho unakipenda. Kama unapenda labda kanue, labda nunua nguo, yani kitu chochote ambacho una uwezo wa kukivaa ukakiona, nunua. Kama una uwezo kununua 2, 3 nunua. Alafu vaa zote. Cha kwanza ukishavaa zile nguo mpya, utahisi kama unajikubali. Ukiweza kufanya hivyo, alafu unalala mapema, hapo unakuwa umebakisha hilo moja tu. Njia ya 3, ukitaka kujiponesha hayo maumivu, hakikisha hauruhusu kuona mtu wake yoyote wa karibu anakuletea shobo sehemu yoyote ile. Bwana, kama kuna mtu wake labda anapenda kukulike kwenye posti zako, hakikisha wewe ulike kwake. Kama anaangalia status zako, hakikisha wewe uangalie. Tena kama unaweza mute kabisa. Lakini usiwafute. Wao usiwafute. Utawafundisha namna ya maumivu, kwa sababu hawa watu ambao wanalike wanakujua wewe. Fahamu ya kuwa wanajua ukweli wote, kitu gani kinachoendelea. Usije ukazani hao marafiki zake wa karibu, ndugu zake, mtu yote wa karibu, usije ukazani hafahamu kuwa yeye anakutesa, na wanajua kabisa kuwa wewe unateseka. Unanielewa? Hakikisha haupo karibu nao tena. Usiwaoneshe wala usiwaulize. Usitake kuwaulizia sijui anaendeleaje, shemeji yenu sijui yuko vipi, sijui nini, au tuligombana. Usitake kujitetea. Jua lolote ambalo linaendelea mwenzako analijua. Lakini naweza nikakupa bonus, njia ya 4 kabisa ambayo inaweza ikakusaidia. Hakikisha unajaribu kufuta kila kitu chake. Hii ni njia ngumu, lakini ndio njia nyepesi ya kukufanya uanze kumsahau. Embu leo hii usiku, cha kwanza kabisa, kabla ya kwenda kulala, futa picha kama unaweza. Futa mwanangu. Anakutesa sana.
Umeona anaenda anarudi, anaenda anarudi, anaenda anarudi. Unapatana naye ndani ya wiki mbili mnagombana tena. Unatumia nguvu nyingi kumrudisha ili mradi uwe sawa, yeye awe sawa. Hizo nguvu ungezitumia kwenye mambo yako, ungekuwa tayari umeshapiga hatua katika baadhi ya vitu unavyovitaka. Kuna muda watu waga wanabadilika. Hata kama kweli zamani alikupenda, mtu anaweza kubadilika na kwenda. Na ubaya ni kwamba bora aende lakini asiende na mtu. Sasa ubaya ni kwamba anapoenda yupo na mtu. Utaumia wewe mwenyewe. Usizani Mungu ajui moyo wako unapitia nini. Usizani Mungu ajui maumivu yako. Usizani Mungu ajui unapitia wakati gani. Wewe mwambie Mungu tu, kama alistahili kuwa mama bora kwangu au baba bora kwangu, basi mrudishe. Kama hastahili, basi mwache aende. Alafu mwachie Mungu. Usijaribu kumpigia simu, usijaribu kumtumia meseji. Naongea kwa uchungu, tena yananiuma ndani ya moyo wangu. Kama unaweza kufanya hivyo, basi unaweza kupona maumivu. Kwa watu wangu wa YouTube, usisahau kugusa neno jeupe lililoandikwa subscribe. Wa Facebook, make sure unagusa neno lililoandikwa follow. Instagram pia gusa follow. TikTok gusa alama ya jumlisha.